Miaka michache iliyopita, Dar es Salaam ilikuwa inakumbwa na wimbi kubwa la taka za plastiki. Mifuko na chupa za plastiki ilitapakaa kila mahali. Hatua ya serikali kupiga marufuku mifuko ya plastiki ilileta mabadiliko makubwa. Mitaa yetu ikawa safi zaidi na taka mitaani zikapungua. Wananchi walikubali mabadiliko. Tukaona mifuko mbadala ikitumika sokoni na taka za plastiki zikaanza kupungua kwa kiasi kikubwa. Ilikuwa ni ushindi wa mazingira. Kabla ya kushughulika na hizi plastiki, kabla ya maagizo ya serikali, kwa kweli uchafuzi wa taka za plastiki katika maeneo yetu ulikuwa ni mkubwa sana kulinganisha, kutokana na ile mifuko laini ilikuwa inatumika kuwekea bidhaa mbalimbali. Lakini baada ya agizo lile tumefanya juhudi mbalimbali, makatazo na shughuli mbalimbali ili kudhibiti taka za plastiki. Lakini kutokea kule hali ilikuwa ni mbaya sana katika maeneo yetu, kusababisha uchafuzi mkubwa, lakini kwa sasa tunaendelea vizuri na kufanya mji kuwa safi. Sekta ya kuchakata plastiki pia ikachukua nafasi yake, ikibadilisha taka kuwa bidhaa mpya na kuleta ajira kwa vijana. Sisi kama kampuni ambao sisi tunajishughulisha na hizi hatua za urejelezaji taka, lakini pia na ukusanyaji wa taka. Kwa tunakuwa tuna taka za aina mbalimbali ambazo tunakuwa tunahusika nazo, taka zote ikiwemo plastiki, ada maboksi, makaratasi na kadhalika. Kwa hiyo kwa mfano, hatua ya kwanza mpaka ya kuchukua mpaka taka inakuja kurejelezwa, hatua ya kwanza kabisa ni kukusanya. Kwa hiyo tukishakusanya taka husika, ambayo taka hiyo inakuwa imekusanywa katika maeneo ambayo tumeyatenga labda, au tunahusika nao kama wateja ambao wanafanya huduma hii kutoka kwetu ya kurejeleza taka. Kwa hiyo taka inakuwa katika mazingira ambayo tunasema imefanywa sorting au yamepangwa. Kwa hiyo taka zinakuwa elekezi kupitia madustbin ambayo inakuwepo katika hiyo site au katika hiyo sehemu, ambayo yanakuwa pia yana nembo ambazo zinaweza kusababisha watu kuweza kutenga taka hizi, aina hii kaya hapa, aina hii kaya hapa. Lakini pia na mazingira ambayo tayari tumeshaandalia, kwa maana ya kwamba tumekusha kutoa mafunzo fulani au training kwa watu husika, kwa maana ya kwamba kutenganisha zile taka ambazo tayari zimekauka na zile ambazo tayari zina unyevu. Kwa baada ya hapo sisi tunakuja tunakusanya zile taka, tunapeleka katika warehouse yetu ambayo ipo kule Kinyerezi. Baada ya hapo ndio unafanyika hatua za uchakataji. Kwa baada ya hapo kuna kila taka inaenda katika hatua yake tofauti tofauti, kadri ya hiyo taka ni aina gani. Kwa kuna taka ambazo labda kwa plastic inaweza kuchakatwa kupitia mashine za uchakataji zinaitwa shredder. Baada ya hapo ikishachakatwa, nao mashine nyingine kubwa inaitwa baler, yenye kazi yake ni kukandamiza ule mzigo ule ukisha kuchakatwa kwa katika furushi moja. Kwa hiyo kwa plastiki, kwa maana hiyo inakuwa tayari ipo kabisa kwa ajili ya kuwa kama rasilimali au raw materials kwa ajili ya kutengeneza plastiki nyingine, au lakini kwa ajili ya kutengeneza material ambayo ni kama nasema fiber materials, ambayo ndio inaweza kupatikana nguo kupitia material kama ya namna hiyo. Kwa ni jinsi ya namna hiyo, kila taka inakuwa na urejelezwaji wake. Kwa mifuko sasa, mifuko unapozungumzia mifuko, kuna aina tofauti tofauti za mifuko. Kuna material ambayo yanaitwa nylon, ambayo pia na yenyewe yapo katika plastiki, ambazo sasa hizo nylon kwa lugha ya kitaalamu wanasema LDPE, ambazo hizo kuna hiyo clear au ni mifuko ambayo ni meupe ile ambayo ni mepesi, lakini pia kuna ile ambayo ni colored ambayo hiyo ni plastiki ambazo nasema mifuko ambayo yenye rangi. Kwa hiyo na yenyewe hiyo ina uchakataji wake tofauti kabisa. Kwa sisi kama sisi tunahusika na mifuko, lakini pia kwa sasa hivi tunayo mbinu ya kurejeleza hizi taka. Kwa mfano sasa hivi tunafanya kitu kinaitwa waste to energy, au jinsi ya kuchukua takataka na kuzibadilisha kuwa nishati. Kwa tunayo makampuni ya simenti ambao sisi tukishakusanya hii mifuko tunaipeleka kwa ajili ya uchakataji kule katika warehouse zetu, kwa maana ya kwamba kuzichakata kwa katika vipande vidogo vidogo. Baada ya hapo basi sisi huwa tunazisafirisha kwenda kule makampuni ya simenti, wao wanao mfumo wa kubadilisha hizi taka ikiwemo mifuko ya plastiki kuwa nishati ya umeme. Wavuvi nao waliona tofauti. Ingawa bahari bado haijasafishika kabisa, lakini plastiki haikuwa tena tatizo kubwa kama zamani. Ilikuwa dalili kwamba mabadiliko yanawezekana. Yaani hizi chupa zilikuwa zinatokana kuanzia hapa juu mpaka huko baharini.
ilikuwa ni kero moja kubwa, kwa sababu ilikuwa hata kwenye uzalishaji mali zilikuwa zinatunyima uhuru, sababu unakwenda kukuta sehemu ina samaki, lakini wale samaki baada ya zile chupa zikuwa nyingi wanazama, hatuwezi kuwapata. Lakini sasa hali inaonyesha dalili za kurudi nyuma. Ingawa mifuko mikubwa imepigwa marufuku, plastiki zinarejea kupitia milango mipya. Chupa za maji, vifungashio vidogo vidogo na mifuko isiyo rasmi. Taratibu taka hizi zinaanza kuonekana tena mitaani na baharini. Hizi taka zinakera kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wanaotupa taka ni kadri mtu anavyomuelezea, ni kadri bwana hizi takataka zikusanywe ili ziende jalalani, yani bado zinapokuja ziende kwa mara moja, mtu anakuwa kuelewi. Yeye atakwambia bwana wewe unaongea hivyo hapa kwako, hapa sijui, yani hapa nyumbani kwako, ona hapa, naona bwana. Na kusema mfuatilie zaidi nini, mshaka yeye matusi, natafutana wasama sio kwa yeye na familia yote, naona bwana. Kuja kuangalia sasa mwenye mtu inakuwa ile au lipi mshahara ini, naona bwana ile acha nao. Sheria zipo, tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Tukianza na sheria mama ambayo ni sheria ya mazingira ya mwaka 2004. Hii ina tunaita sheria ya mazingira. Kwa hiyo hii ina katazo, na pia kwenye kanuni zake kuna faini mbalimbali zimewekwa kwa ajili ya wale ambao wanachafua. Sasa hii sheria ina viwango vikubwa vya faini, na pia utekelezaji wake ni kwa hali ile ya wale waharibifu wakubwa, lakini sisi kama jiji tuna sheria ndogo ya usafi wa mazingira, tuna sheria pia ya mazingira. Kwa hiyo hizi sasa zina viwango ambavyo vinaendana na hali halisi ya wananchi wetu. Kwa wale wote wanaofanya uharibifu wa mazingira, basi tunawashtaki na kupeleka mahakamani kwa mujibu wa sheria hizo. Na pia kuna sheria ya afya ya jamii, Public Health Act. Kwa nayo inatusaidia kwenye kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Kuna bidhaa huwezi ukaitoa kwenye mfuko wa plastic, kwa sababu hiyo ndio package yake. Yaani mkate huwezi ukasema ufunge kwenye mfuko wa karatasi, ule standard yake ni, lakini sasa kuna kile kipimo kilichowekwa ni lazima kifikiwe ili isije kawa uchafuzi. Kuna bidhaa huwezi ukaitoa kwenye package yake, inataka plastic ndio support. Kwa hiyo hii ni kwa mujibu wa ile bidhaa yenyewe ilivyo. Kikubwa ni elimu jinsi gani baada ya matumizi ya hiyo bidhaa yule mtumiaji wa mwisho ahifadhi na kuteketeza hiyo plastiki. Kile tulichokipunguza kupitia katazo la mifuko sasa kinatishia kurudi kwa sura mpya. Changamoto inakuwa kubwa zaidi kutokana na ongezeko la matumizi ya plastiki za vifungashio. Katika maisha ya kila siku tunaona mifuko ipo ya plastiki, ambayo mifuko hiyo ni kwa ajili, imeruhusiwa na kwenye kanuni zetu za udhibiti wa mifuko hii ya plastiki, vibebeo hivi vya plastiki, imeruhusiwa kwa ajili ya kubeba dawa au kufungashia chakula, kufungashia bidhaa fulani za viwandani, ambazo bidhaa hizi bila mifuko hiyo zinaweza kuharibika au zikakosa viwango, zikawa hazina kile kiwango kinachotakiwa kutumika kwa mlaji wa mwisho. Kwa hiyo kuna mifuko ambayo, vibebeo ambavyo vimeruhusiwa sheria. Sasa vibebeo hivyo vinatakiwa kikitengenezwa kibebeo hicho kiende kufungashia bidhaa husika, lakini sasa watengenezaji wanatengeneza mifuko hiyo na mwisho inakuja kutumika kama vibebeo na sio kama ilivyoruhusiwa. Dar es Salaam ilionyesha kuwa mabadiliko yanawezekana, lakini kama hatutachukua hatua zaidi kupunguza matumizi ya plastiki zote, kuchakata kwa kiwango kikubwa na kubadilisha tabia zetu, ushindi tulioupata unaweza kupotea. Swali ni moja, tutakubali kurudi nyuma au tunaendelea kupiga hatua mbele?